Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Mei 20 mwaka wa 2025, siku ya Jumatano. Mada ya leo inasema mifano ya imani. Tumia muda leo kujifunza Waebrania sura ya 11, sura ya imani kuu. Isome kwa sauti kwanza bila kukoma. Kisha soma mara ya pili na uandike mawazo yako kutokana na maswali haya. Soma tena aya ya kwanza. Ni kitu gani unakitarajia leo ambacho bado huwezi kukiona? Fikiria juu ya mahitaji ya haraka na njozi za muda mrefu. Je, imani ina sehemu gani katika ushuhuda wako binafsi na katika uongofu wako? Soma aya ya 3 tena juu ya Mungu na uumbaji. Kwa nini kwa namna nyingi kuwepo kwa Mungu muumbaji kiwe kitu rahisi kukubali kwa imani? Soma aya ya 6 na uandike ujumbe wa aya hii kwa maneno yako mwenyewe. Aya za 7 hadi 40 zitafunua maisha ya wahusika mbalimbali wa kibiblia. Kwa nini imani ni kipengele kikuu ambacho kinafasili uimara wa uhusiano wa watu hawa na Mungu? Kumjua Mungu na kuwa na uhusiano hai na imara naye kunahitaji imani. Unawezaje kuimarisha imani yako na kumtia shime mtu ambaye imani yake inayumba? Hapa kuna mawazo machache. Imani ndogo kabisa kama punje ya haradali ina nguvu na ndiyo unayohitaji ili kujenga uhusiano na Mungu. Mathayo 17:20. Ili mradi uko tayari kufanya kazi naye, Mungu atasaidia imani yako kukua. Imani huja kwa kumsikia Mungu akizungumza nasi katika neno lake, yaani Biblia. Warumi sura ile ya 10:17. Azimia kujifunza Biblia na kuomba kila siku. Mwombe Mungu akuongezee imani. Luka Mtakatifu sura ya 17:5. Kama alivyofanya yule baba aliyekuja kwa Yesu akiwa na mtoto aliyepagawa na pepo na ambaye alipaza sauti akasema, naamini, nisaidie kuto kuamini kwangu. Marko 9:24. Tunaweza kutambua kuto kuamini kwetu na kumwomba Mungu atuongezee imani yetu. Imani na mashaka vinaweza kukaa pamoja. Marko 9:24. Usimwache Mungu kwa vile tu una maswali. Kwa kweli ni muhimu kushughulikia wokovu wako kwa kicho na kutetemeka. Wafilipi 2:12 hadi 16. Na kumiliki imani yako kuliko kuazima kutoka kwa mwingine kama wale wanawali 5 walivyojaribu kufanya. Mathayo 25:8. Mwitikie Roho Mtakatifu na uombe ujazo wake zaidi katika maisha yako. Tumia imani yako. Kumbuka kuwa imani siyo hisia, bali uamuzi wa kuamini. Kumbuka kuwa hata gizani, wakati usipoweza kumwona, Mungu yupo. Waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho sura ile ya 5 aya 7. Kama ombi binafsi la shukrani kwa Mungu kwa uaminifu wake, angalia maneno ya wimbo, kweli u mwaminifu. Kitabu kikubwa, wimbo nambari 30. Hii ni Mei 20, mifano ya imani. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema na wakati mwema.